Bana, baada ya Wendy kushindwa kuvumilia na kwenda kwa Nawanda, basi alipofika nyumbani, cha kwanza huyu mfanyakazi alishtuka kwa sababu alikuja amevaa baibui, haoneshi sura yake, yani kinachoonekana ni macho tu, na akamuulizia Nawanda. Baada ya kuambiwa yuko chumbani, yeye akaenda moja kwa moja, lakini kwa upande wa mfanyakazi alihisi ni jambazi amefika. Huku upande wa Nawanda, baada ya kufika ndani, basi Wendy anaanza kumuuliza, hivi unahisi Tony atakuwa hajahisi chochote, na je hajauliza chochote? Kwa sababu kama ulivyoona, umeiona hasira ya Tony, na vipi kama akija kugundua ukweli? Lakini Wendy anamwambia, sijawahi kuwa dhaifu kwenye mapenzi kabisa. Lakini kwa upande wa Tony, Adam pamoja na Saidi walipokaa muda mrefu, wakawaza kwamba hawajajua Nawanda yuko katika hali gani, na wanajua hayuko sawa. Kwa hiyo wakajipanga na kwenda nyumbani kwa Nawanda. Lakini baada ya kufika nyumbani kwa Nawanda, huku ukumbuke ndani Nawanda alikuwa yuko na Wendy. Lakini baada ya kufika hapo, wakauliza huyu yupo ndani, lakini baada ya kuuliza walichojibiwa, waliambiwa yupo, lakini yupo na mgeni. Lakini kabla wao kufika, Wendy alianza kumpa taarifa ambayo ilikuwa inaendelea kwa hivi sasa. Akamwambia Nawanda ya kwamba, hivi unajua ya kwamba baada ya kufanya kile kitu, basi mimi nimejikuta nimepata mimba. Na baada ya kuambia maneno hayo, Nawanda alishtuka sana na akasema, hivi kwani mahusiano yetu si yalikuwa ni mahusiano ya kawaida tu? Sasa inakuwaje sisi tunafikia hatua hii? Mbona hatua hii imekuwa ni kubwa sana? Huku upande wa Irene anamfuata baba yake leo na kumwambia ya kwamba kuna mwanaume ametokea kumpenda sana na hali zao ziko sawa, lakini inaonekana yule mwanaume hampendi hata kidogo. Kwa hiyo anawaza na anaomba ushauri kwa baba yake, je, afanye kitu gani ambacho kitakuwa kizuri